Kwa kule mbele kuto kuanza kwa Pacome Pedro Zouzoua ni kwamba tayari una Alan Okello, una striker Depu ambao wanacheza kwenye ile nafasi nzuri ambayo angeweza kucheza Pacome kwenye kipindi cha kwanza, labda kwenye eneo ambalo kwa cheza Max pia Nzengeli, lakini unaangalia option ya Max Nzengeli na option ambayo anayo Pacome Zouzoua. Max ana uwezo wa kuwasaidia hawa viungo wa kabaji, ana uwezo wa kusambaza upendo kwenye eneo lile la juu, kutoa pasi za zile zenye macho, lakini Pacome unamtegemea zaidi kwenye kuidrive team, yaani kwa maana dribbling ndio unamtegemea zaidi Pacome Pedro Zouzoua. Mimi nilichokiona hapo cha mwalimu kumweka Pacome nje haikuwa mbaya, ilikuwa ni option nzuri, lakini imetugharimu sehemu ndogo tu, kwamba umakini katika dakika ya mwisho ulikuwa hafifu, ukatugharimu kwa wenye goli la kwanza, lakini goli la pili sabu ambayo ya Mudathiri, haya basi wote tunamjua Mohamed Damaro anaweza kucheza vizuri, lakini anapokuwa na yellow card uweze ukateki risk, ile riski ya kumuendeleza kumchezesha kumbakiza mchezoni. Unapoendelea kumbakiza mchezoni Mohamed Damaro, maana yake muda wowote una uwezo wa kupokea maafa ya kucheza pungufu. Kwa hiyo kumtoa Damaro kumwingiza Mudathiri ilikuwa ni sababu nzuri, lakini Mudathiri hakuwa sehemu nzuri ya kucheza leo, yani hakuwa na mchezo mzuri. Tumepoteza mchezo kwa goli 2-0, mistakes tumeziona, tumetengeneza nafasi nyingi za magoli. Wale ni kuwasubiria Zanzibar kuwapelekea moto. Zanzibar hatuwezi tena kuanza na mabeki watatu. Kila mtu amemwona Yao Kwasi yuko fit tayari kuanza, Zimbwe yuko tayari kuanza. Tuna uwezo wa kuanza na mabeki wetu wa kulia na kushoto tukaifungua timu. Pacome akawepo kwa dakika zote 90, kwa maana tukawa na mawinga Pacome, tukawa na winga Okello Lamine Yamal, tukawa nayo upande mwingine, tukaongeza ubunifu katikati, tutumie nafasi zetu. Tuneni tukaonyeshe National Ahli kwamba mchezo tunautaka, mmelinga kwenu tutalinga nyumbani kwetu. Watakuja tuwape support, kwa sababu hata Al Ahli leo kilichowafanya washinde ni kwamba wao wapata support ya mashabiki wao, sio kwamba wametuzidi kiwanjani kwenye kucheza. Mimi sijaona mahali ambapo Al Ahli wametuzidi, kwa sababu ukiangalia pasi zilizokamilika sisi tumepiga kwa asilimia kubwa kuliko wao. Ukiangalia shot on target, shot off target tumepiga nyingi kuliko wao. Kicho tofautisha kati yetu sisi na wao, wao walikuwa nyumbani wametumia nafasi nzuri ambazo zile nafasi zilizopatikana wamefunga, na sisi tutakapokuwa nyumbani tutatumia nafasi hizo ambazo Al Ahly wametumia.